Mahali alipo Kalani Mwema aliyetekwa nyara eneo la Mlolongo Disemba mwaka jana bado ni kitendawili. Mwema alikuwa miongoni mwa wanaume watatu waliochukuliwa kwa nguvu na watu wanaoaminika kuwa maafisa wa polisi. Ingawa miili ya Martin Nzioko na Justus Mutumwa ilipatikana mwezi Januari, Kalani Mwema bado hajulikani aliko miezi 6 baadaye. Hata hivyo, maafisa wa usalama wanasisitiza kwamba hayuko chini ya ulinzi wa polisi na hivyo kuzua maswali mazito kuhusu kuhusika kwao katika kutoweka kwa watu hao. Rose Wangoi ana maelezo zaidi. On our first day, we will free the DCI. We will free the KRA from state capture. I can account for every day of the 1,000 days. Tumekuwa na challenge sana kwa kumtafuta na tujaimpata. Sasa tunashindwa mtoto wetu alienda wapi. Kwa muda wa miezi 6 iliyopita, huzuni imeikumba familia ya Kalani Mwema ambaye alitoweka sijulikane aliko. Kijana huyo mwenye umri wa miaka 27 inadaiwa alitekwa nyara pamoja na marafiki zake Martin Nzioko, Justus Mutumwa na Steve Mbisi huko Mlolongo Disemba mwaka uliopita. Tulikuwa tunaongea through WhatsApp, but the last message hakuwa reply. Hiyo ndio siku yenye brothangu alidisappear, December date 17. Mwende alimtaja kaka yake kuwa mchapakazi na mwenye nidhamu asiye na historia ya kufanya uhalifu. Alisema wanaume hao 4 walikuwa marafiki wa karibu. Kuna wenye walikuwa wanauza viatu, kuna wenye walikuwa wanafanya taksi ya bodaboda. Brother alikuwa mwanabiashara, anauza viatu, anauza bags. Mwanamke huyu anasimulia safari ya kutamausha ya kumtafuta kakake. So tumekuwa tumemtafuta mochari, hospitali, tumeenda mpaka Kamiti, maximum, tukifikiria maybe alitupwa huko. Maisha imechange, haijakuwa vile ilikuwa tena. Sasa tujui tutasaidika kivipi. Kwa kusikitisha, miili ya watu 2 waliotekwa nyara, Martin Nzioko na Justus Mutumwa, ilipatikana Januari tarehe 30 mwaka huu katika chumba cha kuhifadhi maiti jijini Nairobi. Tuliweza kuingia pamoja na my mom tuangalie kama mtoto wake bado yuko pale, lakini hatukufanikiwa. So tulienda pale like 4-5 times. Kulikuwa na miili kama 3 zenye asikuwa zinatambulika. Sasa tukaomba ili tuweze kufunguliwa, tuwaone kama tunaweza pata kama ni wale, but wakati tulifika pale tulipata sio wale. From there tukaanza kuwa na hope kwamba kumaanisha wale watoto wetu wako hawakuuliwa. Miezi 6 baadaye, msako wa kuwatafuta Kalani Mwema na Stephen Mbisi Kabingo bado unaendelea. Kutoweka kwa Kalani kumeiacha familia hiyo ikipambana na mafadhaiko. Huzuni yao ilichangiwa na maswali yasiyo na majibu. In fact, huyo kijana ndio alikuwa breadwinner. At least tulikuwa tunasaidiana kusaidia wazazi. Yeye ni last born, lakini my mom alikuwa na hopes sana kwa huyo kijana yake. But haijakuwa rahisi. Hakuna mahali tujatembea tukitafuta huyo kijana. In fact, mom hayuko sawa. Ako under depression. Shikuwa depression. Huyu mama na mtafutianga watu kila siku wamuongeleshe, at least wampatie amani ya moyo. Every time lazima niongee na mama. Kila saa nimuuliza, mama uko sawa? Niko sawa, lakini najikaza. Imefika wakati hata kukula ni shida. Kulingana na ripoti ya Mei kutoka kwa shirika la kutetea haki za kibinadamu Missing Voices, takriban visa 55 vya watu kupotea viliripotiwa nchini Kenya mwaka uliopita. When you look at President Ruto 1,000 days in, he came with a very, when he campaigned for the presidency, he promised Kenyans that they will, there will be an end to unlawful killings. There will be an end to enforced disappearances. He spoke the language of accountability, but it seems, he was, as is his good mantra of, you remember President Ruto was good at saying kusema na kutenda. It is kusema, but there is no kutenda. Wakati wa mkutano na wanahabari wa pamoja na rais wa Finland mwezi uliopita, Rais William Ruto alidai kwamba watu wote walioripotiwa kutekwa nyara wameunganishwa na familia zao. Sisi tulishangaa ni akina nani walirudi kwao. Sisi hatujaipata brother yetu.
Rose Wangui, NTV. On our first day, we will free the DCI. We will free the KRA from state capture. I can account for every day of the 1,000 days.